twapiga magoti nyumbani pako. Yesu, uje kwetu, utubariki. Yesu, uje kwetu, uwe karibu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwendelezo wa kipindi hiki cha Nguvu ya Maombi. Niukaribishe katika siku hii ya leo katika mwendelezo wa mada inayosema kupingana au kupinga roho za mashetani katika maisha yako. Ni roho ambazo hazionekani. Mojawapo ya sifa ambazo zipo roho hizi za mashetani ni roho ambazo hazionekani. Kwa macho hujawahi kuziona. Labda baadhi ya vitu ambavyo huwa unaviona kwenye maisha yako. Kuna mtu anaweza kaona mapepo na akaona mtu ambavyo anasumbuliwa na mapepo. Hizo ndizo roho. Kuna mtu anaweza kaona kabisa mtu fulani, mbona huyu simwelewi, mienendo yake haieleweki. Ni roho ambazo huwa hazionekani. Kumbuka kitu kinachoitwa roho. Wenzetu wa Greki, wa Ibrania hawa wana lugha nyingi, wanaita launch, ambacho inamaanisha ni kama vile nguvu isiyoonekana. Launch ni nguvu isiyoonekana. Kwa Kiebrania wanazungumza kana kwamba ni nguvu isiyoonekana. Sasa huyu Yesu alipokuwa pale anatueleza nini juu ya kupingana na nguvu hizi za roho zisizoonekana. Katika kitabu kile cha Tumaini la Vizazi Vyote katika sura hii ya 47. Ndio mada na somo hili nimelitoa katika sehemu hiyo. Usishangae, hatua muhimu sana zinazungumzwa kivipi mtu aweze kupata ushindi kwenye maisha yake ambaye anasumbuliwa na nguvu hizo. Na wiki hii natembea na mtu ambaye anasumbuliwa na nguvu hizo. Na natembea na mtu ambaye yupo kwenye uchamungu, lakini uchamungu anaona kana kwamba ni kupoteza muda, kwa sababu nguvu hizi zinamnyemelea kwenye maisha yake. Sikiliza, nguvu hizi zimefunga uchumi wake. Sikiliza, roho hizi ambazo hazionekani kwa macho ya nyama, hata yeye anakiri kabisa kwenye maisha yake ya kwamba hizi roho zimefunga kabisa. Hawezi kujua ya kwamba kivipi atamaliza matatizo yake, kivipi mambo yake yatakaa vizuri. Sikiliza hapa. Yesu anatoa kielelezo. Anasema ya kwamba kuna nguvu katika maombi. Na hata katika sura hii anatukumbusha habari nzima ya nguvu ya maombi. Nguvu ya maombi. Kupitia maombi mtu anapata ushindi. Na ndio maana hapa anakumbusha kwamba katika maombi Yesu alipata nguvu ya kushinda majaribu makubwa. Kiuhalisia kuna majaribu ambayo mtu anayapitia ni makubwa kabisa. Wakati mwingine ameshindwa kuelewa ya kwamba yeye atashinda kivipi. Hivyo Yesu leo anatoa tu pointi moja ya kwamba huyu mtu ambaye anapigana na roho za mashetani, nisikilize, ili mimi niweze kupata ushindi, si kwa kwenda sehemu nyingine, si kwa kudanganywa na mtu mwingine. Badala yake ni kujidhatiti kabisa kwenye maombi ya maana. Na ndio maana anasema kwamba mtu anayeshambuliwa na mawazo hayo, mtu ambaye leo maombi yake anayafanya kana kwamba anazungumza maneno tu. Anasema kama nilivyokumbusha, maombi yanagawanyika katika ngazi kuu tatu. Yapo maombi ambayo mtu anayaomba kutoka akilini. Haya ni maombi ya mdomoni. Kiukweli utapasha mno mtu wa Mungu. Maombi ya mdomoni, mtu anasema tu. Ngazi ya pili ambayo nilifundisha ni maombi mtu anaomba moyoni, ambapo anayafunua yote kwa Yesu Kristo. Ngazi ya tatu ambayo nilisema ni mtu anaomba rohoni. Katika roho ndipo ambapo tunajifunza kuna uzima. Biblia roho inatambulisha kama uzima, kama pumzi, kama upepo. Na hapa nimechukua muktadha mmoja wa Kiebrania, nguvu isiyoonekana. Ili mimi na wewe tuweze kushinda kuanzia leo, adhimia
kufanya maombi ambayo yana nguvu, na maombi haya ambayo yatakuwa na nguvu ndio ambayo yatakusaidia wewe, yatanisaidia mimi kunipatia ushindi katika haya yote ambayo yananisumbua. Naongea na mtu hapa anasumbuliwa na mapepo kabisa, utapata nguvu. Naongea na mtu hapa anasumbuliwa na majini kabisa. Leo katika somo letu hili na sura hii ndio tutaiangalia wiki nzima, sura ya tumaini ya vizazi vyote, katika sura ile ya 47, jinsi gani Yesu alipata ushindi juu ya nguvu hizi. Nisikilize hiki, mcha Mungu alogwi. Narudia tena, mcha Mungu alogwi, lakini anashambuliwa. Yaweza kuwa unashambuliwa wewe kabisa, kulingana na Biblia inavyotambulisha. Mcha Mungu alogwi, ila anashambuliwa. Unashambuliwa kabisa na nguvu. Yaweza kuwa sio majini, mapepo, ni nguvu isiyoonekana kwa nguvu nyingine ile, ambayo hata wewe hauelewi. Umebaki tu kusema ya kwamba mimi sielewi. Ushauri wa leo, maombi yako yafanye yaweze kuwa na nguvu, na kupitia kuwa hivyo, omba maombi ambayo yanalenga mapenzi ya Mungu. Omba maombi ambayo unamweleza kabisa Bwana ya kwamba mimi napambana na hili. Kiukweli ushindi ni hakika. Baba, katika jina la Yesu, sante kwa mtoto wako huyu anayesumbuliwa na nguvu yeyote ile, ukampatie ushindi kwa jina la Yesu. Utawale maisha yake, ukamtiishe yeye, ukamwongoze yeye. Mapepo, majini, umizimu na mengine yote yasiyoonekana, roho zote hizo akapate kuzishinda kwa jina lako na kwa damu yako iliyomwagika msalabani. Ni kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina.